ya kijamii na masuala ambayo pengine ungependa kutaka suluhu. Na hii leo katika sehemu yetu ya makala hayo maalum tunajadili masuala ya kusambaratika kwa familia na athari zake haswa kwa watoto wetu, jambo ambalo limechangia pakubwa kwa wengi kutumia madawa ya kulevya na wengine vile vile kujitoa uhai kwa kujitia kitanzi. Kwa nini iwe hivyo? Haya yote ni kwa muda usiokuwa mrefu, lakini kwanza kama ilivyo desturi na habari wenzangu mchana mzima hii leo wamehakikisha kwamba wanapokea taarifa zetu kwa kamilifu ifikapo mwendo wa saa 1 kamili, taarifa ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari hii leo. Miongoni basi mwa taarifa hizo ni kwamba na Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wamewataka Wakenya kuishi kwa amani na utengamano. Wawili hao walisema haya huko Mahiu na Iten walipozindua rasmi mradi wa kuwapa fedha za makao. Na vile vile watu wengine 6 wamefariki katika ajali mbaya barabarani katika eneo la Kericho. Ajali hiyo ilisababishwa na basi lililogongana na gari dogo aina ya Probox. Na katika taarifa kwa watu wasiwasi, idadi kubwa ya watoto katika familia wanajitoa uhai. Je, kunani? Ni familia kusambaratika au wazazi kutowajibika? Naam, ni miongoni tu mwa taarifa ambazo ifikapo mwendo wa saa 1 kamili na habari wenzangu watahakikisha kwamba unazipokea kwa njia ya ukamilifu. Lakini kwanza, katika makala yetu maalum ya kila siku ya Jumamosi, katika siku za hivi karibuni, idadi ya visa vya watoto wadogo kujitoa uhai au kujihusisha katika matumizi ya dawa za kulevya na ubugiaji vieleo imeongezeka. Wiki iliyopita, msichana mmoja mwenye umri wa miaka 10 anayesoma darasa la 3 mjini Mombasa alipatikana amefariki nyumbani kwao kwa njia ya kutatanisha. Wataalam wanasema baadhi ya watoto wanakumbwa na mafadhaiko. Je, sababu ni nini? Zipora Karani na taarifa hiyo. Kwa muda sasa, jamii imekuwa ikitilia maanani kuimarisha uhusiano katika ndoa na familia, huku muda mwingi ukitumiwa kutafuta suluhu ya kuzuia uhusiano kati ya mume na mke kusambaratika, bila kutilia maanani kiungo muhimu katika familia, watoto. Katika siku za hivi karibuni, idadi ya visa vya watoto wadogo kujitoa uhai au kujihusisha katika matumizi ya dawa za kulevya na ubugiaji vileo imeongezeka. Ni wiki iliyopita tu ambapo mtoto mwenye umri wa miaka 10 aliye darasa la 3 mjini Mombasa alipatikana amejitia kitanzi katika njia ya kutatanisha muda mfupi baada ya kuomba ruhusa ya kwenda kanisani. Kuvunja mlango nikampata juu ya dirisha, sikuweza kumuuguza ama kumfanyia lolote. Mimi nimetoka nje na kulia. Na si yeye pekee, mwaka jana mwanawe aliyekuwa Waziri Njeru Githae alipatikana amejitoa uhai katika njia tata. Mbali na visa hivyo, kuna baadhi ya wanafunzi ambao wamepatikana wakitumia mihadarati katika shule au hata kuwauzia wenzao, na kuzua mjadala wa je, kuna kasoro gani katika jamii? Utafiti uliofanywa humu nchini unaashiria kuwa visa vya mafadhaiko ya kiakili vinavyochangia watoto kujitoa uhai vimeongezeka haswa hapa jijini Nairobi, huku 44% wakiwa katika shule za umma, huku robo yao wakiwa katika shule za upili. Vile vile wengi wanatumia dawa za kulevya ikiwemo pombe, cocaine, heroin na dawa zingine za kupunguza mafadhaiko kama njia moja ya kukwepa matatizo yao. Wakiangalia wanaona hakuna ile future na wanaona maisha vile iko. Sasa kama sisi watu wakubwa tunashindwa kujitegemea na bado tuko kazi, wale hawako kazi, na wakirefuka wakishajua maisha vile ilivyo hawezi wakaendelea. Na si hayo tu, wengi wa waathiriwa ni watoto kutoka familia au ndoa zilizosambaratika au zinazokumbwa na changamoto. Pia kutolelewa vizuri na wazazi, hiyo pia inaweza changia, kwa sababu kuna watu wengine ambao wamepuuza watoto, hawachukui jukumu yao kama wazazi. Sasa wanaacha watoto wanarandarana tu ovyo ovyo, wanajiingiza kwa society zile vikundi ambavyo havifai. Children get affected as much as adults when they come from discordant families. And the parents, they even tend to take they feel that they have the responsibility, or they feel they are responsible for what is happening with their parents. And they get, they sort of say, perhaps I'm the one who is responsible for this. And then they get depressed. Depression is very common
in children. Bila shaka ni swala ambalo linastahili kutiliwa mkazo zaidi na suluhu kupatikana kuhusu kinachoendelea miongoni mwa wanafunzi na watoto wetu wachanga kiasi cha kujitia kitanzi. Je, sababu ni matokeo duni ya mitihani au zipo sababu nyingine fiche? Wanaweza toa maisha yao kwa ajili ya kutopendwa na familia. Mama, baba, maybe wazazi wanaona kama wajapendana kwa nyumba, wanaweza haribu maisha yao. Na ingine masomo, kama imeshindikana hawawezi pata masomo. Unaona watoto wengine ni werevu sana darasani, lakini sasa wakienda nyumbani hawana mapato. Kwanza watoto ni sensitive sana. Wanajua wakati kuna furaha, wakati hakuna furaha. You and I, if we have issues, perhaps we can talk about them. The young children, if they have issues, we are talking about primary school children, they may not talk about it, so they tend to put it inside themselves, and the only way they will express it is suicidal behavior. Imebainika kwamba watoto wanaotoka familia za wazazi waliotengana hao hubadilika jinsi wanavyojaribu kuwa bila wazazi wao, na wengi kati yao wanania au wanaweza pia kujitia kitanzi. We do not know when our children have emotional problems. We tend to think that they do not have emotional problems, but they do. Kulingana na Profesa David Ndetei, anasema watoto hao huathirika kama watu wazima, kwani hao huona kwamba ni makosa yao ya kuwa wazazi hawana masikilizano baina yao, hivyo basi hao hujilaumu. Watoto walio kati ya umri wa miaka 6 na 13 walio katika shule za msingi wako na shida zaidi ya matatizo ya kisaikolojia kuliko wale walio katika shule za upili, na vile vile walio katika shule za upili wako na shida zaidi kuliko wale wanaoelekea katika vyuo vikuu au taasisi ya elimu ya juu zaidi. Teachers tell us, I think there is something about this child, but I don't know what it is. This child is not performing well in school, is withdrawn, or this child seems to play too much. We try to discipline the child and it doesn't seem to be working. In fact, the more we try to discipline the child, the worse it becomes. It's because they do not know. Changamoto ni kwamba wazazi, walimu na pia jamii hawafahamu jinsi ya kukabiliana na matatizo haya. Sikuelewa ni nini imemfanyikia juu hatujateta, sijamwambia jambo mbaya. Ni kana kwamba mzazi na mwalimu wamewekwa matakwa yao mbele na kusahau hisia za mtoto. Zipora Karani, KTN leo, Jumamosi. Naam, mtazamaji, basi kwa taarifa hiyo nifikisha katika sehemu yetu ya kauli yako ambako nakuuliza, je, kusambaratika kwa ndoa na familia kumechangia kuzorota kwa maisha ya watoto? Je, kusambaratika kwa ndoa na familia kumechangia kuzorota kwa maisha ya watoto? Tuma maoni yako kwa nambari 22155 22155 au katika kurasa yangu ya Twitter @mchizuga_ktn @mchizuga_ktn, alafu nitaweza kusoma baadhi ya jumbe hizo. Basi hapa studioni najiunga naye mshauri kutoka kanisa la House of Grace Bwana Ezekiel Muigai, na vile vile kutoka mjini Mombasa tutajiunga naye mshauri Bikipusa ambaye amekuwa nasi kwa muda kujadili masuala ya ndoa. Naam, asante sana. Na ukaribisha studio zetu hapa. Asante sana. Naam, moja kwa moja Bwana Ezekiel Muigai. Yes. Je, tumeshikilia mkazo sana kutengeneza familia, kurekebisha ndoa, na tukasahau wale wengine wanaohusika katika familia kukamilika kama vile watoto? Ni kweli, kwa sababu wakati mwingi bibi na bwana wanawekea mkazo mambo ya vile wataweza kuendelesha ndoa yao kama bibi na bwana. Wakati mwingi kuna shida, kuna matatizo mbalimbali, lakini wakati mwingi hatuelewi mambo ambayo sisi tunapitia kama bibi na bwana. Vile hayo mambo yanaweza kudhuru watoto ambao wanatuangalia, ambao wanatutegemea, na ambao wanatuona sisi kama role model katika maisha yao. Kwa hivyo kwa sababu ya kutokuwa na kuelewa, wakati mwingi wazazi hawana training ya kuweza kuelewa effect ya mambo ambao wanapitia katika maisha ya watoto wao wadogo. Kwa hivyo tukiangazia mambo ya bibi na bwana zaidi, wakati mwingi tunasahau watoto wadogo wanatuona vipi na vile ambavyo wanakuwa affected na vile ambavyo tunaweza kuendeleshana kama bibi na bwana. Naam, basi moja kwa moja naelekea hadi mjini Mombasa ambapo najiunga naye Bikipusa. Bikipusa, kama unanipokea, utuelezee, je, katika familia
ugomvi unastahili kusuluhishwa vipi ili usiathiri watoto pale mke na mume wanapokosana? Je, wanatakana wasuluhishe vipi tatizo lao ambalo halitaweza kuathiri watoto? Bikipusa. Ndio Biisha, na kupata vizuri. Sasa katika hali ya ndoa, mkikosana wewe mume na mke, hamutakaniwi watoto wajue kama mnakosana wala kama mnapigana ama lakini sasa unakuta katika familia kisasa unapata bwana anaingia na hasira anampiga mke wake pale watoto wakiona. Na unajua sasa watoto wakiona vile kuna vile ina affect kiakili. Sasa mtoto unakuta hata mamake anajaribu kumfundisha yule mtoto ama anajaribu kumchapa. Mtoto naye anamwambia mamake, mama unanichapa na mimi dadi akija nitamwambia akupige vile wakupiga kila siku. Sasa unaona mtoto anakuwa anajua hapa nyumbani kumbe kila kitu mpaka ni watu wapigane ndio kuwe na amani. Lakini mimi ninavyoona kama kuna shida yote mkae tu vizuri, watu wazima wawili mkae bedroom kwenu muongee msuluhishe kila kitu kiishe. Sio wewe mama naye bwana ameingia nyumbani hata hajakaa hajapumzika hajavua shati mama ushaanza kumpiga mwanamume watu makelele mbele za watoto. Sasa watoto wanaafektika vibaya sana. Sasa atakana at least kama tungeweza kujipanga katika kila kitu. Kama mumeamua maisha yenu yani hamuwezi kuishi pamoja basi. Wewe mama unakaa unaongea na watoto, wewe baba unakaa unaongea na watoto. Siku hizi bwana watoto siku hizi wanataka waambie ukweli. Jamani watoto sisi tumeshindwa, tunaamua kila mtu akae kivyake. Sasa watoto wangu nyinyi mmeamua mtaka na baba ama mtaka na mama. Watoto wenyewe wana decide. Hata bila mkitengana hakuna vile ita affect watoto. Kwa tayari umekuwa umeshawaambia. Lakini ile tu umeamka asubuhi umekurupuka umebeba watoto umeenda. Ndio. Na Bikipusa ndarudi kwako. Nikurudi kwako Pastor Ezekiel. Je, sisi wazazi sasa pengine ndoa yangu inavunjika. Ama tunapigana na mume wangu kila siku nyumbani. Vipi tunaweza kulea watoto na kuwazuia wasiwe na mfadhaiko wa kiakili na pengine kuanza kutumia madawa ya kulevya kutokana na tatizo lililo katika ndoa zetu? Jambo la kwanza, kukiwa na matatizo, na ni kawaida kuwa na matatizo katika ndoa. Kukiwa na matatizo inabidi mke na mume wawe na ushauri ya kwamba wakati matatizo yanapatikana katika ndoa kuna ushauri ambao upo wanaweza kupata ili waweze kutatua shida za jamii yao. Kuna ushauri kanisani, kuna professional counselors, kuna majirani na kuna marafiki, kuna best couple. Ni lazima wale ambao wako katika ndoa wajue kwamba shida zitapatikana, lakini tuwe na mpango ya kwamba shida zikipatikana tutafanya namna gani, tutaenda kwa nani, tutaongea na nani. Na ni lazima tujue ya kwamba wakati shida hizo zinapatikana tujichunge tusitatue shida zetu mbele ya watoto wetu. Kwa sababu watoto wetu hawakuwa katika hiyo shida. Shida ni katikati ya bibi na bwana. Kwa hivyo tujue ya kwamba kuna effect ambayo inapatikana katika fikra za watoto, kisaikolojia na katika kihisia. Kwa hivyo kama inawezekana tukiwa na shida za kutatua, tuende ikulu. Ikulu ni kule bedroom. Tuende kule tuketi, tutatue shida zetu. Lakini unajua ubaya ulipo ni kwamba wakati mwingi pengine bwana anakuja amelewa pombe, hana control. Sasa akiwa amelewa hata hawezi kuelewa effect ya mambo ambayo analeta nyumbani kama vita iko namna gani juu ya watoto wake. Kwa hivyo wakati mwingi mambo ambayo yanafanya hizi shida ziende out of control ni saa zingine tumetumia vileo, tumelewa, tumegadhabika na hatujafunzwa kuwa na control katika maisha. Kumalizia tu maana naambiwa muda uko upande wangu. Wale watoto ambao tayari wameshaathirika na masuala haya ya kutokuwa na amani katika ndoa. Tufanyeje, tuchukue hatua gani ingalau tuweze kuwarekebisha kabla hawajaanza kujitoa uhai ama kutumia madawa ya kulevya? Hilo ni swali nzuri, lakini ni vizuri tuelewe ya kwamba watoto wakifika katika hiyo stage wameathirika katika maisha yao. Kuna ushauri mwingi sana ambao uko available. Tunaweza kupeleka watoto wetu kwa professional counselors, wanaweza kupatiwa ushauri, wanaweza kusaidiwa katika kisaikolojia ili waweze kutoka katika hizo shida. Na inawezekana. Ni kama vile ukikuwa na ugonjwa, unaenda kwa daktari, anakupatia dawa na unapona. Hata hizo shida ambazo watoto wetu wengi wako nazo, ni vizuri wazazi wote waelewe ya kwamba kuna mahali ambapo tunaweza pata usaidizi. There are professional counselors ambao wanaweza kutoa ushauri
kuwashauri na kuwasaidia watoto wetu. Naam, Bwana Ezekiel. Ningependa kuendelea mjadala huu lakini muda umenipa kisogo. Na vile vile nampa shukrani Bi Kipusa kutoka mjini Mombasa kwa kutupatia mawaidha hayo. Tungependa kuendelea lakini muda uko nami. Nitarudi kwa muda usio mrefu basi na taarifa zaidi za KTN leo, ikiwemo tuko naye mwanamuziki maarufu Achenga Bura na vile vile kati ya Jamal kutoka Bungoma na Moha wa KTN Jopevu. Nani mkali? Hayo yote ni baadaye, usende mbali.